darasa. Habari zenu ninyi nyote wanafunzi. Leo nataka tuone somo linalohusu lugha ya Kiswahili. Nataka tuendelee au tuanze na alfabeti za Kiswahili, kwa kuwa kama unataka kujifunza lugha fulani unaanza kwenye alfabeti ya lugha hiyo. Sasa tuanze kwa kuona alfabeti ni nini. Alfabeti ya Kiswahili ni sauti au herufi zinazounda maneno ya Kiswahili. Kwa mfano hapa mnaona maneno ambayo tuko, kwa mfano hapa tuko na neno sauti. Mnaona neno hili linaundwa na ilabu tena na konsonanti tofauti. Kwa mfano tuko na ilabu u, i na konsonanti ta, sa. Nafikiri tunaelewana. Tuone alfabeti za Kiswahili ni zingapi. Ni zingapi alfabeti za Kiswahili? Hapa jibu ni kuwa idadi ya alfabeti ya Kiswahili ni 30. Ni 30. Tuone mifano ya alfabeti hizo. Tuone mfano ya alfabeti a, ba, cha. Hapa katika Kiswahili tukifika kwenye cha, hapa tunaongeza cha, hatuandiki cha kama cha ya Kinyarwanda. Da, dha, mnaona hapa ni dha, e, fa, ga, ga, ha, i, ji, ka, la, ma, na, o, pa, ra, sa, ta, u, va, wa, ya, za. Na kuna pia konsonanti nyinginezo zinazoendelea na zinazopatikana kwa kuambatanisha konsonanti. Ni hizi ambazo zinafuata: nya, nga, nya, nga, ngwa. Naweza pia kuongeza mwa. Mwa. Naweza pia kuongeza bwa. Nafikiri somo kufika hapa inaeleweka. Nataka pia tuone mifano ya maneno kutokana na ilabu au vokali za alfabeti ya Kiswahili. Kwa kawaida alfabeti ya kila lugha inaundwa na ilabu. Inaundwa na ilabu. Na kwa hiyo ilabu za Kiswahili ni hizi: i, u, o, a, e. Tuone mifano michache kwa kila ilabu au vokali. Tuseme mfano kwenye i, tuseme dini. Tuseme dini. Hapa mnaona i. Kwenye u tuseme kwa mfano barua. Barua. Mnaona hapa u. Kutokana na o tuseme kwa mfano orodha. Orodha. Hapa mnaona tuko na ilabu au vokali o. Kutokana na a tuseme mfano
amani, amani. Hapa tuko na a, mnaona tuko na a. Kutokana na tuseme kwa mfano embe, embe. Hapa mnaona tuko na ilabu au vokali. Nafikiri kila mtu ameshaelewa somo hili la Kiswahili. Kwa kutia maelezo tofauti yanayotokana na kuwa, niliwaahidi kuwapa somo la Kiswahili na somo la Kiingereza kwa watu ambao wanazungumza Kiingereza. This is alphabetics of Kiswahili. And here is the meaning of alphabetics. Alphabetics, muliona ni kama hivi. Muliona ni kama hivi. Hapa nataka sisi sote tuende pamoja, kama wewe unazungumza Kiswahili au kama wewe unataka nyongezo kutokana na ujuzi ambao uliopata katika shule za sekondari kwa mfano. Tuendelee. Number of alphabetics in Kiswahili ni 30. Number of alphabetics in Kiswahili is 30. Munanisamehe kwa kuchanganya kidogo ndimi. Here is the examples. Mnaziona hapa, tulizisoma. Pia tuliona mifano, and you have also seen different examples of the nouns, which can be formed according to the vowels of the Kiswahili alphabetics. Tulisema dini, barua, orodha, amani, embe. Hebu pia tufanye tafsiri maneno haya. Dini, this is in English religion. Barua, kwa watu ambao wanazungumza Kiswahili, wanaozungumza lugha ya Kiingereza ambao wanataka kujua lugha ya Kiswahili. Barua, letter. Orodha. Hapa tunatia mshale hapa. Orodha, it is order. Orodha katika Kiswahili. Kiingereza order. Amani, peace. Embe, mango. Okay, thank you very much. Nawashukuru sana ninyi nyote kutoka sehemu ambazo muko. Mimi ni mwalimu Shiselene Nyirazigama. Nawashukuru pia, tuonane baadaye. Kwaherini.